إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. leo ni tarehe 1 mwezi mtukufu wa Rajab Mudhar mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 21 ya mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025 miladia. Idhan tuko katika mwezi mmoja katika miezi minne mitukufu aliyoisemea Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tauba, akasema inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah anasema katika aya hii idadi ya miezi mbele za Allah ni 12 siku Allah alipoumba mbingu na ardhi. Katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Mtume sallam akiibainisha miezi hii mitukufu fi al-Bukhari an Abi Bakrah radhiyallahu anhu قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر alladhi baina Jumada wa Shaaban. Mtume sallam asema zama zinazunguka kama kawaida yake. Inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh as-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12. Katika miezi hiyo ndiyo kuna hiyo miezi minne ambao ni 3 mutawaliyat, miezi mitatu imefuatana. Wa hiya dhul qa'da wa dhul hijja wal muharram wa rajab mudhar
alladhi baina Jumada wa Shaaban. Mwezi huu, mwezi wa Rajab, ni katika miezi mitukufu minne hiyo. Leo ni siku ya tatu katika daura hii ilmia ya wafanyikazi, ndugu zetu wafanyikazi, mainjinia, madaktari, wahasibu na wengineo. Kazi nyingi mmekusanyika hapa katika daura hii, katika markazi hii Maimun, markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat alilmiya fi Pongwe, mji huu wa Tanga. Leo ni siku ya tatu katika daura hii, ndio nimepewa nafasi na kapewa maudhui ya kuzungumzia katika daura hii. Maudhui niliyopewa ni maudhui adhim, maudhui matukufu, maudhui mapana, maudhui marefu. Ni maudhui matukufu na ni maudhui mapana sana na marefu zaidi kuliko kimo changu. Hakuna shaka ni maudhui al-ilm wal-ulama, fadlu al-ilmi wal-ulama, fadla za ilmu na fadla za maulama. Ndugu zangu Waislamu, katika misingi ya da'wa salafia al-ma'suma al-ihtimam wal-inayatu bil-ilmi ash-shar'i wat-tafaqquhi fi ad-din, kutilia umuhimu jambo hili la ilmu na kupata elimu ya dini ni katika misingi mikubwa ya da'wa as-salafia al-ma'suma. Wakati jamaa nyingine nyingi hazitilii umuhimu jambo hili la ilmu ya dini, kuna jamaat nyingi kama zilivyoelezewa na Sheikh Abul Fadhl hafidhahullah ta'ala. Jamaa hizo nyingi ni Waislamu, lakini hawatilii umuhimu jambo hili la dini kama inavyotakiwa na Uislamu. Uislamu umelitilia mkazo jambo hili la dini na kulipa kipaumbele jambo la ilmu ya dini. Uislamu umetilia mkazo sana, kwa sababu elimu ndiyo msingi, elimu ndiyo msingi wa ibadat, elimu ndiyo msingi wa dini. Mtu hawezi akamwabudu Allah kisawasawa bila kuwa na ilmu hii ya dini, bali mtu hawezi akaishi vizuri bila kuwa na ilmu hii ya dini. Utasali vipi kama huna ilmu fiqhu salah, huijui utasali vipi? Utafunga vipi saumu ya Ramadhani inayotukabili insha Allah? Saumu hiyo utafunga vipi kama hujui masharti ya saumu ni yapi, hujui nguzo za saumu ni zipi, hujui vinavyoharibu saumu ni vipi, hujui vinavyopunguza thawabu za saumu ni vipi? Utafunga vipi? Haji kadhalika, vipi utafanya haji kama hujasoma fiqhul haji? Kwa hiyo kila ibada ni hivyo. Kwa hiyo ilmu hii ya dini ndiyo msingi wa ibada zote.
al-aqida sahiha. Utajuaje vipi itikadi sahihi ya Waislamu, ya Uislamu, kama hujasoma aqida? Kwa hiyo ilmu ndiyo msingi, na Allah subhanahu wa ta'ala, ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammad ameamrisha ilmu kwanza. Faqala subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, jua kwanza, kabla hujasema lolote masuala ya dini, kabla hujafanya vyovyote vitendo vya dini. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, amri ya Allah azza wa jalla. Jua kwamba la ilaha illa Allah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi ameweka mlango, faqal bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unaoelezea kwamba ilmu kwanza, kabla ya kusema kauli yoyote ya dini, kabla ya kitendo chochote cha dini, jua kwanza, usome ujue. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Al-Imam Ibn al-Munayyir rahimahullahu ta'ala akisherehesha unwan ya mlango huu, Al-Imam al-Bukhari istadalla bihadhihi al-aya, ametolea dalili aya hii kwa tarjama yake hiyo, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, akatolea dalili aya hii. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jua kwanza kabla ya kauli yoyote au amali yoyote, jua kwanza ndiyo useme, jua kwanza ndiyo ufanye kitendo cha ibada. Huwezi ukafanya jambo kama huna ujuzi nalo. Idhan al-Imam Ibn Munayyir rahimahullahu ta'ala akisherehesha unwani hii ya Imam al-Bukhari, qal lianna al-ilma shartun li sihhati al-qawl wal-amal. Ilmu ndiyo sharti ya kusihi kauli na ndiyo sharti ya kusihi amal. Ndio maana Imam al-Bukhari qal al-ilmu qabab al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Limadha? lianna al-ilma shartun li sihhati al-qawl wal-amal. Ilmu ndio sharti ya kusihi kitendo, kauli, na ni sharti ya kusihi amal, kuonesha ulazima wa jambo hili la ilmu. Ibada hazifanywi kwa kubabaisha na kubahatisha. Huwezi ukasali wababaisha wabahatisha, hapana. Haji hivyo huwezi ukafuata mkumbo wa watu tu, watu wenda na wewe wenda, hujui watu wenda wapi, hujui watu wasema nini huko, akifika kuna ibada gani, wafuata mkumbo wa watu. Manake wewe umevaa zile nguo nyeupe ihram na watu wamevaa, wafuata tu mkumbo, hapana. Lazima ujue. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Zaka ni hivyo, ibada zote. Zaka ina masharti yake, zaka ina nisab, ansiba, utatoa kiasi gani. Lazima kusoma, lazima jambo la kusoma. Kwa hiyo Uislamu umelipa kipaumbele jambo hili la ilmu. Ndugu zangu nyinyi muadhafun, kila mmoja amesomea kazi yake hiyo anayoifanya, kila mmoja amesomea. Huwezi ukapewa nyumba tu ujenga hii, ukaja mimi nataka kujenga nyumba, mimi nataka kujenga nyumba hili la ghorofa moja tu. Hujasomea uinjinia, utapewa kweli ujenge? Si siku ya pili tu itaanguka. Hujui vyuma ni kiasi gani, simenti inatakiwa ngapi, mifuko mingapi. Huwezi, umesomea. Kila kazi umeisomea. Kadhalika ibada za Allah lazima zisomewe. Haiwezekani kwamba wasali hujui kusali, wainama ukainuka,
ukainama ukainuka, watu wakisalamu na watu wasalamu, umekwenda zako. Sala ya vipi hiyo? Idhan fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Kwa hiyo hakuna njia ya kujua ibada isipokuwa kwa ilmu. Ilmu ndiyo inofungua uhakika wa kila kitu. Ilmu ndiyo kiongozi, ndiyo guide wa ibada ni ilmu. Ilmu ndiyo inaweka nuru njia na kukuonesha hii ndiyo njia ya sawa, hii ndiyo njia ambayo sio sawa, hii ndiyo haki, hii ndiyo batil. Ni ilmu. يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. waambie hii ndiyo njia yangu, qul hadhihi sabili, waambie hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, nalingania kwa Allah kwa basira, al-adilla wal-barahin na ilmu, nalingania kwa Allah ala basira, ana wa man ittaba'ani, mimi na wenye kunifuata. Wa subhanallah, kutakasika kwa Allah na kila upungufu. Wama ana min al-mushrikin, sikuwa mimi ni katika washirikina. Faqawluhu ta'ala ala basira ay ala burhanin wa hujja wa huma al-ilmu an-nafi. Nalingania kwa Allah kwa burhan na hujja na dalil, wa huma al-ilmu an-nafi wal amalu salih, ndio burhan na hujja. الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة المبجل يقول رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. watu wanahitajia ilmu zaidi kuliko mahitaji yao ya chakula na kinywaji. الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. watu wanahitajia zaidi ilmu kuliko mahitaji yao ya chakula na kinywaji. قال رحمه الله لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. sababu mtu anahitajia chakula na kinywaji kwa siku mara moja au mbili. Mtu anahitajia chakula kwa siku mara moja au mbili. Unaweza ukala mara moja na ukaishi, unaweza ukala mara mbili na ukaishi. Wacha wanao walafi wakubwa wanaokula mara 5 mara 6 kwa siku. Kuna watu walafi sana, kila baada ya masaa mawili chai, sambusa, bajia. Ndio nini sasa hivi? Sasa kila wanavyokula, lakini si kama ilmu. قال وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. mahitaji yake ya ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake. Jinsi mtu alivyokuwa na haja ya ilmu ni kwa idadi ya pumzi mahitaji yake ya ilmu kuliko hiyo chakula. Annasu ila alilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab lianna al-insana يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين لكن حاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. kila mahali panahitajia ilmu, kila mahali panahitajia ilmu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal akitoa maneno yake hayo ya kuonesha umuhimu wa jambo hili la ilmu. Na mara nyingi inapotajwa ilmu kwa kuachiliwa kama hivi, ni ilmu shari'i, ni elimu ya kisheria, ndio inakuwa ni mutlaq. Kusema ilmu moja kwa moja ni elimu ya kisheria, sababu elimu ya kidunia huwezi ukasema ilmu, lakini ina taqyid, ina qaid. Ilmu tibbi, elimu ya udaktari, ilmu alhandasa, elimu ya uinjinia. Lakini ilmu mutlaqan ni elimu hii ya kidini. Mnifahamu? Inaposema al-ilmu kwa itlaq
ni elimu hii ya sheria ya kidini, kwa sababu elimu nyingine zote zina qaid, ilmu tibbi, ilmu alhandasa, ilmu nini sijui. Kwa tunaelezea elimu hii ya kisheria. Maulama wanaigawa hii ilmu kwa sehemu mbili. Kwanza kuna ilmu ambayo ni ya lazima, fardhu ainin ala kulli muslim, elimu ambayo ni lazima kwa kila Muislamu, mume na mke, fardhu ain. Hii ni ya kwanza. Pili, kuna ilmu ambayo ni fardhu kifaya, wakisoma wengine baadhi, wengine hawana madhambi. Hii ni fardhu kifaya. Lakini fardhu aini ni lazima kila Muislamu asome elimu hiyo. Sehemu nyingine ni fardhu kifaya, sio lazima kila Muislamu, wakisoma baadhi tu inatosha, wengine hawana madhambi. Hii ya kwanza fardhu aini ndiyo iliyosemea Sheikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kama fi al-usul al-thalatha qala rahimahullah: i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum 4 masail. al-ula al-ilm, qala wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla. Hii ndio fardhu ain, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla. Hii ni elimu ya lazima, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Hii ni lazima. Utamjuaje Allah kama hujasoma aqida, ukajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukajua sifa zake tukufu, ukajua majina yake mazuri, ukajua rububiyatuhu na uluhiyatuhu? Vipi utamjua Allah subhanahu wa ta'ala kama hujasoma jambo la aqida na tauhid? Kadhalik kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kujua nasaba yake, kujua watoto wake, kujua jihadi yake mtume sallam, tarikhi yake, historia yake. Kuna vijana wa Kiislamu sasa hivi, vijana wa Kiislamu wanajua wachezaji boli, wachezaji mpira, tena makafiri, wanajua jina lake, jina la baba yake, jina la babu yake, mshahara anaopata kwa wiki, watoto wake. Wachezaji mpira makafiri. Wapo vijana wa Kiislamu wanajua hivyo, walivyo wapumbavu wakubwa. Hawajui majina ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajui watoto wake mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanajua wachezaji mipira, tena majina yao magumu, gol nini sijui huko jina hilo, wanajua majina hayo watoto wa Kiislamu wao. Kwa hiyo wajibu wetu ni kumjua Allah azza wa jalla na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Al-Imamu Ahmad rahimahullah alipoulizwa ma yajibu ala almuslimi an yataallamahu, mambo ambayo ni lazima kwa Muislamu kuyasoma na kuyajua, alipoulizwa Imam Ahmad faqala rahimahullah yajibu an yatluba min alilmi ma yaqumu bihi dinuhu, ni lazima Muislamu atafute katika ilmu mambo ambayo dini yake itasimama kwa mambo hayo. Yajibu an yatluba min alilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Akaulizwa mithla ayi shay, mfano wa jambo gani? Qala alladhi la yasauhu jahluhu, jambo ambalo haijuzu kutolijua. Lazima ajifundishe na ajue jambo ambalo haijuzu kutolijua. Salatuhu,
siyamuhu wa nahwu dhalik, sala yake, saumu yake na mfano wa hayo. Haifai, haijuzu kwa Muislamu kwamba hajui sala, haijuzu kwa Muislamu kwamba hajui saumu na mfano wa hayo. Ibada ya sala sio ndogo, ibada ya sala sio ndogo. Maulama wametunga rasail na muallafat kuelezea ibada hii ya sala. Ina hukumu nyingi. Ma min alimin illa wa allafa fi sala, imma katunga risala au kitabu muallaf kwa ajili ya kuelezea sala. Sheikh bin Baz rahimahullah anayo sifatu sala, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anayo sifatu sala, Sheikh Muqbil, Sheikh Al-Albani anayo. Kila mwana wa chuoni ametunga katika sala. Sheikh Al-Albani, sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Sheikh Al-Albani rahimahullah ana hiyo sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Sheikh Bazamul, Muhammad Umar Bazamul hafidhahullah amefanyia sharhi. Lazima kila mwanafunzi awe na hiyo sifatu salati nabii sallam ya Sheikh Albani min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Kwa kila mwana wa chuoni ametunga ibada hii ya sala na kuielezea kirefu. Sio ibada ndogo, inatakiwa isomwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasemaje katika hadithi ya Malik ibn al-Huwayth fi al-Bukhari? Malik ibn al-Huwayth radhiyallahu anhu amepokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikiswali. Anawaambia masahaba, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Kwa masahaba wamemuona Mtume sallam, wakanukuu sala yake, wakawafundisha tabi'in, tabi'unna wakawafundisha atba'u tabi'in, mpaka kufikia kwetu. Lazima tusali kama alivyosali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huwezi ukasali kwa kubahatisha au kwa unavyojua wewe, la. Sababu Mtume amefanya sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Kwa lazima tusali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusisali kama tunavyopenda sisi, hapana. Sasa utasali vipi kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima usome, lazima usome ujue Mtume alisali vipi. Kadhalika haji, hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fi sahihi Muslim, khudhu anni manasikakum. Mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu za haji. Lazima kuhiji hajjatan nabii sallallahu alaihi wasallam, alivyohiji Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa utafanya haji vipi kama hujaisoma ibada ya haji? Kwa lazima ibada zifanywe kama alivyozifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo alivyoamrisha mwenyewe, sallu kama raaitumuni usalli. Idhan ni lazima kwa kila mtu ajifundishe misingi hii ya ibada, usuli iman, misingi ya imani, sheria za Uislamu, mambo ambayo ni lazima kujiepusha nayo katika muharramat, lazima ajue ili ajiepushe nayo. Mambo ambayo ni halali kuyafanya katika miamala hii, kuuza, kununua, kukodisha, mikopo ya halali, lazima Muislamu ajue haya. Ndio hayo ambao aliosema Imam Ahmad, ma la yasau almuslima jahluhu, mambo ambayo haifai Muislamu kutoyajua. Ni lazima hayo kila Muislamu ayajue, mwanamume na mwanamke, lazima. Hiyo ni ibada ya lazima, faradhi ya ilmu ya lazima ni hiyo. Ya pili, hii fardhu kifaya, fardhi ya kutoshelezana. Wakisoma baadhi, wengine hawana madhambi. Hii ndio fardhu kifaya. Kuna ilmu ambayo kujifundisha sio lazima, wakijifundisha baadhi, wengine hawana madhambi. Kwa mfano masala ya mawarith, hukumu almawarith, mirathi,
amekufa mume, amemwacha mke na watoto. Sasa mke atarithi nini? Watoto atarithi nini? Amekufa baba, amemwacha mke wake na watoto na wajukuu. Hii wakijua baadhi, wengine hawana madhambi. Ahkamul wasaya, wasia. Sio lazima kila Muislamu ajue hukumu za wasaya, sio lazima. Wakijua baadhi, wengine hawana madhambi. Hii ni fardhu kifaya kusoma elimu hiyo. Lakini pia wanasema kujishughulisha na ilmu hiyo pia ni aula kuliko hata kusali sala za sunna. Hizo ilmu ambazo si lazima kujifundisha pia ni aula mtu asome hata kulipo kusali sala za sunna, ajifundishe na kushughulika na ilmu hiyo ya kujua hiyo ambayo ni fardhu kifaya. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu as-sahabi al-jalil yaqul la an ajlisa fi majlis fiqh sa'ah ahabbu ilayya min siyami yawmin wa qiyami layla. Kukaa katika majlisi ya ilmu kwa saa moja, jisaa moja, kukaa katika majlisi ya ilmu saa moja, jisaa moja, ahabbu ilayya min siyami yawmin wa qiyami layla. Napenda sana hivyo kuliko kufunga siku moja na kufanya ibada ya usiku mmoja. Kukaa katika majlisi ya ilmu, kukaa katika majlisi ya ilmu nikapata ilmu ni aula, napenda sana kuliko kufunga siku moja saumu ya sunna na kufanya ibada za usiku ambazo sio za lazima. Kadhalik al-Imam Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah yaqul talabul ilmi afdalu min salati nafila. Kutafuta ilmu ni bora sana kuliko sala ya sunna. Kutafuta ilmu ni bora sana kuliko kusali sala ya sunna. Hawa salaf wakitilia umuhimu jambo hilo la kutafuta ilmu. Mtume sallam yakul talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kwa jambo la ilmu Uislamu umelipa kipaumbele. Kila alivyo mtu anawajibika kusoma ilmu. Hii ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Hii ni dini ya ilmu. Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala yaqul al-ilmu bimanzilati al-islam wal-jahlu bimanzilati al-kufr. Ilmu iko katika daraja ya Uislamu, ujinga uko katika daraja ya ukafiri. Al-ilmu bimanzilati al-islam wal-jahl bimanzilati al-kufr. Jinsi salaf wanavyohimiza na kutilia mkazo jambo hili la ilmu ya dini. Kwa kila mtu alivyo anawajibika kusoma elimu hii ya dini. Ni lazima kwa ajili ya ibada zake, kwa ajili ya akida yake sahiha. Kuna akida nyingi zinasambazwa, kuna akida nyingi, itikadi nyingi. Jahmiya wana itikadi zao, Jabaria wana itikadi zao, Murjia wana itikadi zao. Kuna itikadi nyingi. Kwa itikadi sahiha lazima kuisoma ili kuijua, vinginevyo utapotezwa na watu. Makhawarij wana itikadi zao. Sasa wewe kukutana na mtu tu, wewe wasemaje kuhusu Allah? Allah yuko wapi? Mimi nasema Allah yuko kila mahali tu bwana. Kila mahali yupo. Kama hujasoma si atakubeba wewe, akupeleke tu. Akupeleke tu. Kumbe ni akida ya Jahmiya. Anakupeleka tu akida potofu za Jahmiya. Hujui, hujasoma akida. Lazima kusoma. Fadlu ilmi. Fadla za ilmu hii. Kuna dalili nyingi katika Qur'ani na Sunna zinazoelezea fadla za ilmu hii ya kisheria. Kwanza, aya ya kwanza iliyoshuka kwa Mtume sallam, aya ya kwanza ya Qur'an ala alqawli sahih ni mwanzo wa suratul Alaq. Aya 5 za mwanzo za suratul Alaq ndio aya za mwanzo zilizoshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya ya kwanza, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq,
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Hizi ni aya 5 za mwanzo zilizoshuka mwanzo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika ghari Hira. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ni aya inayoamrisha ilmu. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu. Aya ya kwanza kabisa kuonesha dini hii kwamba ni dini ya ilmu. Mtume sallam alivyoambiwa na Jibril kushukishiwa wahi mwanzo kabisa, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Tumwambia mimi sijui, ma ana biqari, sikuwa mimi ni msomaji mwanzo kabisa. Na Jibril ameshuka kwa sura ile ya kimalaika. Wakati huo Jibrili mwanzo kabisa anashuka kwa Mtume kwa sura ya kimalaika. Mara nyingine ilikuwa akishuka kwa sura ya kibinadamu, lakini hapa mwanzo kabisa Jibril anashuka kwa Mtume kwa sura ya kimalaika. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu. Mtume anasema ana biqari, Jibril anaminya Mtume sallam, soma kwa lazima. Mtume anatetemeka, ma ana biqari, mpaka mwisho anamwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, akamsomea aya hizi 5 mpaka Mtume anarudi kwa mama Khadija hali ya kutetemeka. Zammiluni zammiluni, nifunikeni nifunikeni, nimemwona kiumbe ambaye sijaonapo kiumbe hicho, Jibril alayhi salam, na kumwamrisha soma. Kwa hii ni moja katika aya zinazoonesha wajibu wa kusoma na kutafuta ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anamshuhudia mtu ambaye amempa ilmu kwamba amempa kheri nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia katika Qur'an kwamba kila mtu ambaye amempa ilmu basi amempa kheri nyingi. Qala ta'ala yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah anampa ilmu anayemtaka, na anayepewa ilmu basi amepewa kheri nyingi. Qala Ibn Qutayba rahimahullah ta'ala kifasiri aya hii, qala al-hikmatu isabatu al-haqqi wal amalu bihi. Hikma ni kupatia haki na kuitumia na kuifanyia kazi haki hiyo. Qala wa hiya al-ilmu an-nafi' wal amalu salih. Akifasiri al-hikma qala al-hikma isabatu al-haqqi wal amalu bihi wa hiya al-ilmu an-nafi' wal amalu salih, ni elimu yenye manufaa na amali njema. Wal risalatu al-muhammadiyya jaat bihadhaini al-amrayni. Mtume sallam ametumwa kwetu kwa ajili ya mambo haya mawili, al-ilmu an-nafi' wal amalu salih. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. Al-Imam Sa'di rahimahullah akafasiri aya hii, qala al-huda al-ilmu an-nafi' wa dinil haqq wal amali salih. Mtume sallam ameletwa kwetu kwa ajili ya kufundisha elimu yenye manufaa na amali njema. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume kuliko watu wengine kwa ilmu na wahi. Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya bora mitume wake alayhimus salatu wassalam, amewafanya bora kuliko wanadamu wengine kwa ilmu na wahi. Walidhalik qala ta'ala fi haqqi Adam alayhi salam, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Adam wafahamishe majina yao. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
sijawaambia nyinyi kwamba mimi najua siri za mbinguni na ardhi, na najua mnaoyadhihirisha na mnaoyaficha? Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha nabii Adam awafahamishe malaika majina ya vitu, ilmu. Qala ya Adamu ambihum biasmaihim, wafahamishe majina yao. Falamma ambahum biasmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi Ibrahim alayhi salam qala ta'ala inna Ibrahima kana ummah qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ibrahim kana umma qanitan lillah, mwenye kumnyenyekea Allah, hanifan, mwenye kuachana na ushirikina, hali ya kufuata tauhid, hakuwa ni katika washirikina. Ibrahim shakiran li an'umi, hali ya kuwa mwenye kushukuru neema zake. Ijtabahu, Allah subhanahu wa ta'ala amemkhitari. Wa hadahu ila siratin mustaqim, akamuongoza kwenye njia hii iliyonyoka, njia iliyo sawa sawa. قال علماء التفسير قوله أمة هو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل والدعوة. إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ قال هو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل والدعوة. Umma ni yule aliyekusanya sifa za ukamilifu, ilmu, amal, utekelezaji wa ilmu na da'wa, na kuifanyia kazi na kuifanyia da'wa ilmu hiyo. Kadhalik qala ta'ala fi haqqi Yusufa alayhi salam walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi haqqi Yusuf alayhi salam walamma balagha ashudda, alipofikia ukamilifu wa akili yake, tulimpa hukman na ilma, tulimpa hukum na ilma, utume na ilmu. Na hivyo hivyo ndivyo tunawalipa almuhsinin, wenye kufanya mema. Alimamu Saadi rahimahullah akifasiri aya hii walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma qala ja'alnahu nabiyyan rasula wa aliman rabbaniya. Ja'alnahu nabiyyan rasulan wa aliman rabbaniya, Nabii Yusuf alayhi salam. Wa hakadha Allah subhanahu wa ta'ala alimsifu Nabii al-Khadir alayhi salam lamma rahala ilayhi Musa alayhi salam. Nabii Musa aliposafiri kwenda kwa Nabiyullahi al-Khadir alayhi salam, qala ta'ala fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wakampata mja katika waja wetu ambaye tulimpa rahma, tulimpa utume. Baadhi ya mfasiri rahma ni utume, kadhalika tumempa utume kutokana na sisi na tukampa kutokana na sisi ilmu. Nabiyullah al-Khadir alayhi salatu wassalam. Wa hakadha qala ta'ala mumtannan ala nabiyhi wa khatami rusulihi sallallahu alayhi wasallam wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Tumekuteremshia Qur'ani na Sunna. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah kukufundisha yale mambo ambayo hukuwa ukiyajua. Wa kana fadlullahi alayka 'azima, na fadla za Allah juu yako ni kubwa. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kwa ilmu wa kadhalika kwa wahi, kuonesha utukufu wa jambo zima hili la ilmu. Ilmu, katika fadhila za ilmu ni kwamba ndiyo sababu nyepesi ya kuingia peponi. Ilmu ndiyo sababu nyepesi ya kuingia peponi kuliko kufanya ibada bila ilmu. Ilmu ndiyo sababu nyepesi sana
ya kuingia peponi kuliko kufanya ibada bila ilmu. Ni sababu nzito ya kwenda peponi. Ibada bila ilmu ni uzito mtu kuingia peponi. Sababu gani? Al-ibada biduni ilm urdhatun li alla tuqbala hadhihi al-ibada, ni sababu ya kutokubaliwa ibada. Mtu anafanya ibada hajui, afanya kwa kubahatisha, hiyo ni sababu ya kutokubaliwa ibada zake. Anasema sahibu Zubadi kama sikosei, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Anayefanya amali ibada bila ilmu, ibada zake zinakataliwa, hazikubaliwi. Sababu gani? Anabahatisha tu, sijui ni hivi watu wafanya hivi, sijui watu wasema hivi, hajui. Idhan ilmu ndiyo sababu nyepesi ya kuingia peponi. Hadithi ya Abi Darda radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. mwenye kufuata njia, man salaka tariqan, mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo ilmu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwa wanasema maulama, kutafuta ilmu ndiyo njia nyepesi ya kwenda peponi kuliko kufanya ibada bila ilmu. Kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Qala sallallahu alayhi wasallam: wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, malaika wanaweka mbawa zao. Wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, malaika wanaweka mbawa zao kwa kumridhia yule mwanafunzi anayetafuta ilmu. Ja'alana Allahu wa iyyakum min haula. Malaika wanaweka mbawa zao kwa mwanafunzi anayetafuta ilmu kwa ajili ya kuridhia ule utafutaji wake ilmu. Thumma qala sallam: wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardi hatta alhitan fil ma. Mwanawachuoni wanamuombea maghfira vyote vilivyo mbinguni, vilivyo katika ardhi duniani, mpaka samaki katika maji baharini wanamuombea maghfira alim mwanawachuoni. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam: wa fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Fadhila za alim mwanawachuoni kuliko mwenye kufanya ibada ni kama fadhila za mwezi kuliko nyota zote zilizo mbinguni. Hakuna shaka kwamba mwezi una nuru, mwangaza wa mwezi ni mkubwa kuliko hizi nyota nyingine ndogo ndogo. Ndio fadhila za alim ala al-abid, fadhila za mwanawachuoni kuliko mfanya ibada anayefanya ibada bila ilmu. Ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib, ni kama fadhila za mwezi kuliko nyota nyingine. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. mtu ambaye Allah anamtakia kheri humpa elimu ya dini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, mtu ambaye Allah anamtakia kheri humfahamisha katika dini, akampa elimu ya dini. Mafhumu al-mukhalafa wa hadithi hii ni kwamba mtu ambaye Allah hamtakii kheri hampi elimu ya dini, huyo Allah hamtakii kheri. Huyo kama hana elimu ya dini, huyo Allah hamtakii kheri huyo. Kwa hiyo kutafuta ilmu ndiyo msingi wa kila kheri. Kutafuta ilmu ndiyo msingi wa kila kheri na ndiyo msingi wa kila salah. As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa hawafanyi jambo mpaka wawe na ujuzi nalo. Je, jambo hili lipo katika sheria au halipo jambo hili? Mpaka wawe na ilmu nalo.
Lakini sasa hivi baadhi ya Waislamu wanafanya mambo kumbe hata hayamo katika Uislamu. Mambo hata hayamo katika Uislamu, wanaona ni Uislamu. Si kama mlisikia kule Kenya yakifanywa maandamano ya kuwasaidia wa Palestina. Sijui kama mlisikia. Maandamano, mahizbi ndio walioanzisha hiyo. Wanaamrisha watu wafanye maandamano, Waislamu watoke wafanye maandamano ya kuwachangia wa Palestina kule. Haya maandamano ni katika dini? Uislamu umeleta maandamano? La. Sheikh Al-Fawzan mufti al-aam lilmamlaka al-arabia as-saudiya anasema hadha min amali al-kuffar laysa min amali al-muslimin. Al-mudhaharat min amali al-kuffar. Maandamano ni katika amali za makafiri, si katika amali za Waislamu kabisa. Sheikh Uthaymeen anasema hivyo, Sheikh Albani anasema hivyo rahimahumullah. Kibaru ulama al-umma wanakataa kwa maandamano si yetu Waislamu. Mahizbi kule ndio viongozi wa maandamano, wala hayamo katika Uislamu. Sababu ilmu, hawajishughulishi na ilmu. Ndio mambo ya kikafiri wanayatia katika Uislamu. Uislamu haujaleta maandamano. Uislamu umeleta nini? As-sabru wa-taa liulati al-umur, kusubiri na kuwatii viongozi. Huu ndio Uislamu umeleta. Mambo ya kijahilia ya kuasi viongozi yamebatilishwa haya. Watu wa kijahilia wao walikuwa wakiona kuwatii viongozi ni udhalili. Walikuwa wakiona hivyo, kuwatii viongozi ni udhalili, kuasi viongozi ndio sharafu, ndio utukufu. Ukaja Uislamu ukaondoa jambo hilo. Uislamu ukasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum as-sam'u wa ta'a liulati al-umur. Sheikh al-Islam anasema min usuli ahli as-sunnah wal jamaa, as-sam'u wa ta'a min usuli ahli as-sunnah wal jamaa. Kuwasikiliza na kuwatii viongozi ni katika misingi ya ahli sunna wal jamaa bila kuasi. Kwa hiyo kutosoma ni janga kubwa kwa baadhi ya Waislamu. Mambo ya kikafiri wanayatia katika Uislamu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. Hadha bayanu fadli al-ilm. Hii ilikuwa ni kuelezea fadla za ilmu. Pili, lazima katika ilmu iwe masdari ya ilmu hiyo ni al-Qur'an wa sunna. Lazima iwe misingi ya ilmu hiyo inayotafutwa ni kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu Qur'ani na hadithi ndiyo marejeo ya tofauti yoyote, ikhtilafu yoyote inayotokea katika dini, marejeo yake ni Qur'ani na sunna. Qala Allahu jalla fi ulah ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mkitofautiana katika jambo lolote, fa in tanaza'tum fi shay'in, mnapotofautiana katika jambo lolote, shay'in ni nakira na fi siyaqi nafi, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mkitofautiana katika jambo lolote, lirudisheni kwa Allah na mtume. Kurudisha kwa Allah ni kurudisha kwenye kitabu cha Allah. Kurudisha kwa mtume ni kurudi kwa mtume katika uhai wake na kurudi katika sunna baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima ilmu iwe misingi yake ni Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sunna, maneno ya mtume sallam, ambapo ni wahi kama Qur'an. Sunna za mtume ni wahi kama Qur'an. Qala ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Kwa lazima ilmu ipitie katika misingi hii miwili. Kama ilmu haipitii katika misingi hiyo, hiyo si ilmu. Lazima ilmu ipitie katika misingi hii miwili, kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibn Qayyim rahimahullah madha qala? Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna qawli faqih kalla wala nasaba al-khilafa jahalatan بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. hii ndio ilmu. Amesema Allah, amesema mtume, wamesema masahaba, wamesema tabi'in, atba'u tabi'in. Ilmu hii na silsila mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masufi wao wanapenda hiyo silsila, lakini elimu yao hawafuati Qur'an na Sunna. Silsila hiyo wataipata wapi? Amesema shekhe fulani, amesema wali fulani. Hapana, sisi elimu yetu ni hii, qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahaba. Hii ndio ilmu. Kwa elimu lazima ipitie misingi hii. Kadhalik thalithan, lazima elimu ifuatie manhaji hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Lazima ipitie ufahamu wa hawa watu wema waliopita. Lazima elimu ipitie kwa ufahamu wa hawa watu wema waliopita ambao wamechukua dini. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wamechukua dini hii katika ulimi wa Mtume sallam ghallan tariya, moja kwa moja mubashara katika ulimi wa Mtume sallam. Masahaba nao wakawafundisha tabi'in, at-tabi'un wakafundisha atba'i tabi'in elimu hii mpaka kufikia kwetu. Silsila hiyo, hakuna shaka kwa masahaba ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wamefundishwa Qur'an na Sunna lafdhan wa ma'nan na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lazima ufahamu wao utangulizwe, ni lazima. Idhan lazima tufuate manhaji yao, tusidai kwamba tunaweza tukajua ilmu bila kupitia ufahamu wao hawa. Hapana. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Hao ndio ambao Allah amewaongoza, kwa muongozo wao ufuate. Kwa mtu asidhanie kwamba anaweza akajua dini bila ufahamu wa hawa. Hapana, hawezi kujua dini sawa sawa kama ilivyoteremshwa na Allah bila kufuata ufahamu wa hawa. Kwa nini wa hizbiyun wamepotoka? Kwa nini wamepinda? Hawafuati ufahamu huu, hawafuati ufahamu masahaba, hawafuati ilmu ya masahaba. Mahizbi na masufi hawafuati ufahamu huu, ndio maana wamepotoka, wamepinda. Wanafuata nani? Mashekhe wao, wala hawana wanavyuoni, hawana maulama. Hawa mahizbi hawana maulama, wameacha ilmu ya masahaba, kama wale makhawarij walipotoka katika taa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakajitenga wakaenda kule Haraura, wakaitwa Haruriya. Walipojitenga kule, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akawapelekea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, as-sahabiyul jalil, habru hadhihi al-umma, akenda kuwasimamishia hoja makhawarij. Moja katika hoja aliowaambia, akawaambia undhuru laysa fikum minhum ahad. Anawaambia makhawarij, undhuru laysa fikum minhum ahad, angalieni nyinyi, hakuna yoyote katika masahaba yuko na nyinyi.
undhuru laysa fikum minhum ahad. Nyinyi angalieni bwana, hakuna sahabi yoyote anayewasapoti nyinyi. Mmejitenga nyinyi, mmemwasi Ali ibn Abi Talib, kiongozi wenu, khalifa. Nyinyi mmejitenga na hamna yoyote katika masahaba anayewasapoti. Sasa sisi tuwaambia hawa mahizbi na hawa masufi, undhuru laysa fikum min al-ulamai ahad. Hakuna yoyote katika maulama yuko nao hawa. Kuna mwanawachuoni gani ambaye ni hizbi? Mwanawachuoni wa sunna ambaye ni hizbi? Hakuna. Mwanawachuoni gani ambaye ni sufi? Hawana. Ndio wanatunga tu hawa mawali wao, mashekhe wao, rasaili ndogo ndogo wa basi. Nani katika sufi aliyetunga mijalladat ya majmuu al-fatawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Nani katika wao waliotunga tafsir ya Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, mijalladat? Man min haula? Hakuna. Idhan undhuru laysa fikum minhum ahadun. Angalieni, hamna yoyote katika mwanachuoni anayewasapoti nyinyi mahizbi wala masufi. Hawana maulama. Wewe mwanachuoni kweli kweli atasoma awe sufi? Mwanachuoni kweli kweli amesoma na ilmu ya Allah awe ni hizbi? La, hawana. Kwa hiyo lazima ilmu ipitie katika manhaji salafi salih ridwanullahi ta'ala alam, ufahamu wao walivyofahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Atakaye muasi mtume baada ya kumbainikia uongofu halafu akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Mani almu'minuna huna? As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Akafuata isiyokuwa njia ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko alikoelekea, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, tutamtia katika jahannam ni mbaya marejeo yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya suratul Nisa akitahadharisha watu kutofuata ufahamu wa masahaba salafu salih. Hii ni tahadhari. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul, kullu man a'rada عن الطريق السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يتناقض، لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل من أعرض عن الطريق السلفية النبوية الشرعية الإلهية، كلا anayekataa njia hii ya salafia ya mtume ya kisheria ya Allah. Nani alileta usalafia? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si ndio aliyesema aya hizi? Ndio alisema aya hizi, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ننا للجاء ni Allah subhanahu wa ta'ala. nani aliyeteremsha aya hii? waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. hadha manhajun ilahi ar-rabbani. hii ni manhaji ya Allah amemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam mpaka ikafika kwetu. Ni manhaji ya Allah, imeanza kwa Allah. Vipi mtu asifuate sasa? Wana hoja gani wasiofuata manhaji hii? Hawana hoja. Idhan Sheikh al-Islam anasema hivi, kullu man a'rada 'ani at-tariqi as-salafiyya an-nabawiyya ash-shar'iyya al-ilahiyya, kila mtu anayekataa njia hii ya kisalafi ya mtume ya kisheria ya Allah,
fa innahu la budda an yadhilla, lazima apotee mtu huyo. Wayatanaqadha, na jigonge wayabqa fil jahli almurakkab au albasit, atabakia katika ujinga murakkab au ujinga ule basit. Atake hataki, apende achukie, atapotea asiyefuata njia hii ya salafu. Kwa lazima ilmu ipitie kufuatia ufahamu wa watu wema waliopita, as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Na ndio maana athar ya Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala kama fi muqaddimati sahihi Muslim, inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Elimu hii ni dini, kwa angalieni wale ambao mtachukua dini yenu kwao, waangalieni. Je, ni salafiyun wale mnaochukua dini kwenu? Ni salafiyun wanafuata manhaji ya salaf au hawafuati? Inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Ibn Sirin at-tabi'i al-jalil akihimiza lazima, sio kujichukulia tu ilmu. Ukimwona mtu ana kanzu nzuri na jikofia laki moja, kwani ilmu ni kofia laki moja? Kwa hiyo elimu haichukuliwi kwa mtu yeyote. Elimu inachukuliwa kwa hawa maulama urabbaniyun na mashekhe na maduati wanaofuata manhaji hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hao ndio ambao elimu inachukuliwa kwao, si kila mtu tu, la. Kadhalika lazima elimu iwe na ikhlas. Al-ikhlasu lillah, kumtakasia Allah azza wa jalla. Lazima talibul ilm awe na nia hiyo, kwa maana soma lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama inavyojulikana kwamba ikhlas ndio msingi wa kukubaliwa kila amal. Ikhlas ni moja katika misingi ya kukubaliwa amal, ikhlas na mutabaa. Qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, wa qala ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis. Muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye ibada zake, na ilmu ni ibada, lazima iwe na ikhlas, lazima iwe na mutabaa. كذلك Mtume صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Hakuna vingine, amali zote zinazingatiwa kwa nia, na kila mtu atalipwa kulingana na vile alivyonuia, nia yake ilikuwa ni nini. Kila mtu atalipwa thawabu kulingana na vile alivyonuia. Hadithi hii ni msingi katika misingi ya dini. As-salafu salih wana maneno mengi kuhusu hadithi hii, innamal a'malu binniyat. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah qala wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih wa aqamahu muqama al-khutbati lahu. Asema kwa hadithi hii al-Imam al-Bukhari ndio ameianzia kitabu chake sahih al-Bukhari, akaiweka hadithi hii mahali pa kama khutba yake, kwa kuashiria kwamba kila amali isiyokusudiwa wajhullah fa hadha al-amalu batil la thamarata lahu fi dunya wal akhirah. Kila jambo ambalo halina ikhlas, jambo hilo ni batil, halina natija yoyote hapa duniani na akhira. Innamal a'malu binniyat. Hadithi ni ndefu. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah katika hadithi yaqul hadha al-hadithu thuluthul ilm. Hadithi hii ni thuluthi ya ilmu, wa yadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadithi inaingia katika milango 70 katika milango ya fiqh. Hii hadithi innamal a'malu binniyat. Al-Imam Ahmad rahimahullah pia imekuliwa kauli yake, qala usulul islami ala thalathati ahadith. Misingi ya dini hii ya Uislamu iko katika hadithi tatu. Hadithi Umar hadha,
إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. misingi ya dini iko katika hadithi hizi tatu. Hadithi ya kwanza ni hadithi hii ya Umar radiyallahu anhu, qala sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kulazima ikhlasi iwepo katika jambo hili la ilmu. Usiwe na nia nyingine, usiwe na nia nyingine ya kusoma ilmu. Ilmu ni ibada, na ibada haikubaliwi mpaka na ikhlas na mutaba. Usiwe na nia nyingine mbaya zaidi ya ikhlas. Hadithi ya pili, hadithi hii ya mama Aisha radhiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, ni moja katika misingi ya dini hii. Hadithi ya tatu, hadithi Nu'man ibn Bashir radhiallahu anhuma, alhalalu bayin walharamu bayin, halali iko wazi na haramu iko wazi, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, ila akhiri hadha alhadith. Idhan ni lazima ikhlas katika jambo la kutafuta ilmu. Usitie nia nyingine, usitie lengo jingine la kutafuta ilmu. Ni kazi, utafuta ilmu ili upate kazi nzuri wapi, sijui huko uwe na shahada kubwa uajiriwe kwa kazi. Usitie nia hiyo. Tia ilmu lillah, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Hii ndio nia hiyo ya ilmu, ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Hii ndio nia ya kila amal. Kila amal lazima iwe na ikhlas. Idhan naktafi bihadha alqadri wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.